Kwa mujibu wa utafiti uliozinduliwa Januari 26 mwaka 2023 na taasisi ya Regional Education Learning Initiative RELI kwa kushirikiana na taasisi ya Uwezo Tanzania, imeonyesha kuwa kundi kubwa la vijana nchini halina maadili wala stadi za maisha. Utafiti huo umehusisha vijana 14,645 wenye umri kati ya miaka 13 hadi 17 kutoka wilaya 34 za nchini Tanzania. Utafiti huo uliozinduliwa mwaka 2023 unaonesha ni kijana mmoja pekee kati ya 10 ndiye mwenye heshima na kujali maadili ya jamii, ikiwa ni sawa na asilimia 10.5 ya vijana wote waliohojiwa. Karibu katika Sauti za Vijana, kipindi ambacho kinajadili changamoto mbalimbali zinazowakumba vijana nchini Tanzania na kutafuta suluhisho lake. Hii leo tunauliza kuhusiana na maadili ya familia. Je, yanachangia vipi mafanikio ya kijana? Mimi ni Khalid Omar, lakini kabla ya kwenda kuwasikiliza wasomi kutoka katika chuo cha Dar es Salaam School of Journalism, tukawasikilize vijana wa mtaani wana lipi la kusema juu ya mada hii. Maadili yanaweza kumfanya kijana afanikiwe kwenye maisha yake, na maadili yanaweza akamfanya kijana asifanikiwe kwenye maisha yake. Kwa sababu gani? Maadili yanaanza kwa mzazi. Lifestyle ya mamako, unamuonaje mamako alivyokuwa anaishi, au baba yako au dada zako. Kwa hiyo hicho kitu kinaanzia chini. Na lugha nzuri inaanzia toka utangulizi, tokea kauli za wazazi. Unapokuwa na kauli mbaya mzazi, hata watoto wanakuwa na kauli zile kutoka kwa wazazi mpaka kwa vijana mpaka kwa jamii mzima inayozunguka mtaani. Kwa sababu mzazi ameshapitia njia nyingi, misukosuko, shida, raha. Kwa hiyo utakapofuata ule maadili ya wazazi, lazima ufanikiwe. Yana mchango mzuri kwa sababu unapomlea mtoto kwa maadili mazuri, anakuwa cha kwanza atapendwa na kila mtu kutokana na atakuwa na heshima, ana adabu, na hata kama ukitokea fursa hivi anaweza akapata kwa urahisi kutokana na maadili yake aliyolelewa nayo. Kimuonekano wa nje, yani watu wanajeji kutokana na mavazi. Kwa hiyo pia inakusaidia sana hata kwenye connections za kupata kazi, connections za kuongea na watu vizuri, kwa sababu kuna watu wengine wazazi wanakataza, yani unaweza ukakosa hata marafiki. Wamefikia hatua kwamba sasa akishafikia miaka 18 tayari ameshajichagulia maisha. Sasa kujichagulia maisha, kijana usiposikiliza wazazi utakuwa unapotoka sana. Unapozungumza na rafiki yako, huwezi ukazungumza na mama yako kama unavyoongea na rafiki yako, au huwezi ukazungumza na mtu aliyekuzidi umri yoyote kama unavyozungumza na rafiki yako. Hayo yote ni maadili ambayo yanaanzia chini katika familia. Lakini ukisema kwamba huyu mtoto nikimlea kwenye mazingira haya na mtesa, basi huko ukubwani anakuja kuharibikiwa. Athari zilizokuwa kwanza kwa mzazi mwenyewe unapata hasara, pia kwa taifa naye inakuwa ni hasara kubwa sana, kwa sababu mtoto ni mchango wa jamii nzima, sio mtoto wako peke yako. Wanatafuta shortcut ya kuweza kuishi vizuri. Nataka magari mazuri, nataka nyumba nzuri, nataka vae vizuri. Unavaa vizuri una kazi. Yani kuto kufanya kazi, niseme sijui kizembe hawajitumi, yani au hawaimizwi kwenye yani sio tu kujituma, hata kusoma, kufanyaje. Yani wenyewe wanakuwa wapo tu. Kwa hiyo pia inategemea, inatokana na nini? Na maadili kutoka kwenye familia. Vijana wengi kwa sasa hivi wanapenda mishangazi, sijui mishangazi. Hiyo mishangazi, mimi kwa kweli na hilo neno la mishangazi nimekuja kulisikia sasa hivi. Sio muda mrefu, ila tu linanishangaza kusikia mshangazi. Mshangazi sielewi mshangazi, lakini kuja kupata taarifa ya kuwa mshangazi anapenda mwanamke ambaye ana hela, ambaye ana uwezo, ana nyumba. Anapenda kustarehe tu, hale, anywe, astarehe tu. Ndio maisha aliyokuwa nayo vijana sasa hivi. Kwa hiyo mzazi ukimlea mtoto wako kwenye mazingira ya kidini, hatakuwa kwenye hali ile ya kidini na atafanya vizuri huko mbele. Ukimlea kwenye mazingira mabaya, hatakuwa kwenye mazingira mabaya, ndio watu tunazalisha machawa, tunazalisha mashoga. Cha kwanza anaweza akawa mwizi, kibaka, hivyo kama tunavyoona kuna watoto saizi hapa wadogo lakini ni waizi, wakutane wanakaba watu, ila yote ile ni kukosa kulelewa katika maadili mazuri. Hawajitumi.
Akishaona mzazi anakuwa na nyumba tayari ameshapiga hesabu kwamba hapa mzazi akiondoka tu na toboa, ajui kwamba napotea. Na mara baada ya kuwasikiliza vijana kutokea mtaani, mtazamaji wa Kishki TV, na sasa tunakwenda kuwasikiliza wasomi, na hii leo tupo hapa katika chuo cha Dar es Salaam School of Journalism ambayo ipo hapa Ilala Sharif Shamba, na tupo na baadhi ya wanafunzi wa chuo hiki, na pia watakwenda kutuambia uelewa wao kulingana na mada ambayo tumekuwekea mezani katika siku ya leo, ikihoji ikisema kuwa maadili ya familia yanachangia vipi mafanikio ya kijana. Jamani, asalamu alaykum. Kwema kabisa eh? Waandishi wa habari tunaambiwa kwa tuna uwezo sana wa kusoma, uwezo sana wa kuongea, na mimi nitakuwa na kitu kizuri zaidi, na vijana wenzetu ambao wanatufuatilia wataelewa vitu vingi zaidi, ama sivyo? Tuanze na dada hapa, na kwa upande wako kwanza, kabla kuingia kwenye mada, unaelewa nini kuhusiana na maadili? Kutokana na mada ambayo imewekwa mezani, kwa upande wangu, maadili ya familia yanamwezesha kijana kufanikiwa, kwa sababu familia yoyote inakuwa na maadili yao. Kila familia inakuwa na maadili, aidha yawe mabaya au mazuri, lakini tutaangalia sehemu ambayo maadili yanakuwa mazuri zaidi. Na maadili yanavyokuwa mazuri, mtoto anapozaliwa, anapolelewa, huwa anafuata maadili ya wazazi wake, kwa sababu hao ndio watu wakubwa ambao wamewakuta wakiendelea kuishi. Kwa hiyo kadri anavyoendelea na maisha yake akiwa na wazazi wake, huwa anaiga yale malezi, anaiga yale matukio, anaiga yale, kiufupi yale, anaiga yale maadili yote ambayo ameyakuta pale nyumbani. Kwa hiyo anamwezesha kufanikiwa, kwa sababu mzazi ukiwa na maadili mazuri, mtoto naye utamlea katika maadili mazuri, si ndio? Hata mtoto anapotoka mtaani anaendeleza yale maadili ambayo anayapata akiwa nyumbani. Kwa mfano ya kupenda utu, kuwa na huruma, yanaweza kumsaidia hata akitoka mtaani atajua kuhurumia watu pia. Kuna watoto aina mbili ambao wanaelewa maadili ya wazazi wao na kuyatekeleza, lakini baadhi yao huwa wanayapuuzia. Sasa tutazungumzia yule ambaye hanayatekeleza. Yule ndo atakwenda kufanikiwa zaidi, kwa sababu kila anachoambiwa na mzazi atakichukulia kama kilivyo na kwenda kukitekeleza kwa namna nyingine anavyoishi huko nje. Kwa hiyo lazima atafanikiwa tu, kwa sababu anafuata maadili ya mzazi wake. Sawa, makamu wa rais wa chuo cha DSJ dada Mshama amezungumzia, meenda moja kwa moja kwenye mada, lakini awali uliza swali kuhusiana na maadili sio mbaya. Unaelewa nini kuhusiana na maadili kabla tujaingia katika mada? Tukizungumzia maadili hapa tunamaanisha ni philosophy pamoja na principle ambazo mtu zinamuongoza katika maisha yake ya kila siku. Maana kwamba ni namna gani yeye mtu alivyozaliwa, je, alipewa maadili ya namna gani ambayo yeye yanamuongoza katika kuishi kwake. Tuna aina tofauti ya maadili. Mfano, kuna maadili mazuri, lakini pia kuna maadili mabaya. Haya yote tunaweza kuyapata kutokea katika familia ambazo tunatokea. Kuna familia nyingine wao wamejikita zaidi katika maadili mazuri. Kwa hiyo hata mtoto naye anapozaliwa atafuata yale maadili ambayo familia wamejikita. Lakini kuna familia nyingine wao hawajajikita zaidi katika maadili mazuri. Yaani maana kwamba wanaishi tu. Ndio tunasema maadili mabaya. Kwa hiyo sasa mtoto naye akizaliwa katika familia hiyo, basi ataweza kufuata vile ambavyo wazazi wake wanamtaka aishi. Hapo ndo tunasema maadili mabaya. Ndo kuna ile unakuta labda kuna familia wenyewe wameshajiwekea desturi, maana kwamba wanaabudu, wanamcha Mungu, kwamba watakwenda msikitini ama kanisani, wameshajiwekea ni katika mfumo wao wa maisha. Mtoto akizaliwa, namna ambavyo anawatazama wazazi wake, kaka zake ama watu ambao wamemtangulia ambao wanaishi nao kila siku, naye ataanza kuadapt vile vitu na kufuata namna ambavyo wenzake wanaishi. Ukizaliwa kwenye familia ambayo unakuta mama eleweki, labda anatumia kilevi fulani, baba naye pia anatumia kilevi fulani, kuna asilimia kubwa zaidi na yeye mtoto kujikita katika matumizi ya kilevi hicho, kwa sababu anakuwa anajifunza. Tunazungumzia kwamba mtoto anapokuwa anazaliwa capacity yake inakuwa haina kitu. Maana kwamba ataanza memory yake inakuwa haina kitu, ataanza kuingiza kile kitu ambacho anaanza kukiona kwenye tangu kazaliwa. Kwa hiyo akiona labda baba anakunywa pombe, kile kitu ndo kinaanza kukaa, kinakuwa saved katika memory. Kwa hiyo baadaye na yeye ataanza kupractice kile kitu ambacho alimuona mzazi wake anafanya. Mfano tu mdogo, zamani labda tulikuwa tunaangalia picha labda la Krishi anaruka kutoka juu mpaka chini. Kuna siku mimi nilishajaribu kuruka nikaumia. Umeona? Kwa nini nimefanya vile? Kwa sababu ile kwanza ilikuwa mtoto, lakini pia
nilikuwa nataka kufanya kama kitu ambacho nimemwona akafanya Chris. Kwa hiyo kwa mfano huo, hata katika maisha yetu haya kawaida majumbani huku, mtu ukiona kitendo anafanya, jua kaona sehemu fulani kimefanyika au kaadapti kutoka kwa mtu fulani. Hapo ndo tunazungumzia maadili. Kuna mtu mwenye maoni tofauti juu ya maana ya maadili. Kumbe maadili, brother hapa anasema ni vile ambavyo unaona watu wanaishi na wewe ndio ndivyo ambavyo unachukua. Kwa hiyo watu wakiwa wanaishi vibaya na wewe utaadapti vibaya. Kuna mwingine mwenye maoni tofauti? Sipingani nao katika ambavyo wameanza kuzungumzia, lakini mimi napenda niongezea kwamba maadili ni kama vile tu tunaweza tukasema mwenendo ule wa maisha ambayo mtu anakuwa na uishi. Kwa sababu ukisema uangalie maadili kama ambavyo mada inazungumza maadili na familia vinamjenga vipi mtu, tuseme tuchukulie mfano hai, binadamu awe kama sentensi. Sentensi ili itimie inatakiwa kuwa na nomino na kitendo. Sasa nomino ndo ile familia ambayo ni lazima, lakini pia kitendo ambacho nacho kinakuja kwa ulazima ndo hayo maadili, mienendo ambayo amelelewa kwayo. Kwa hivyo kupitia hivyo vitu viwili ndo tunaweza tukajua binadamu huyu uko vipi. Na kama katika sentensi, kuna baadhi ya sentensi zinaundwa kwa kutumia nomino na vitenzi vizuri, tunaona zinatamkika vizuri, yani zina ladha, hata ukisikiliza unasema hii sentensi imeumbwa. Lakini kuna baadhi ya sentensi ukizisikia zinakuwa ni matusi kabisa. Tusiende moja kwa moja kwenye familia tukasema malezi yanatolewa na familia. Malezi yanatolewa na vitu vingi. Unaweza kukuta mtu anakuambia nimemkuta mtoto wa shekhe lakini masuala yake anayoyafanya yani kama akalelewa na shetani hivi, mbona simuelewi? Tukumbuke ya kuwa yule shekhe kusema ile familia yake labda ameweka mfanyakazi wa ndani ambaye labda anasaidia, kuna baadhi ya muda, baadhi ya vitu wao wazazi wasipokuwepo, yule mfanyakazi ndo anasema kama mzazi kwa yule mtoto. Kwa hivyo kile kitendo cha kumchukua mfanyakazi naye amekuwa ni familia. Kwa hiyo familia tusije tukaangalia katika mtu mmoja labda mbona kwao yule labda baba yake muhuni, mzinifu, mama yake sijui mlevi hivi na hivi, lakini mtoto katokea yuko vizuri. Alafu familia nyingine unaangalia, yani familia ya washikadini, watu ambao wana heshima zao katika jamii, lakini watoto wao ukiwaangalia wanakuwa na maadili mabovu. Kwa maana kwamba haulelewi tu peke yako. Haulelewi peke yako ndani na familia. Jamii pia inalea kukutengeneza kuwa na maadili mazuri. Yes. Nafikiri tumeshapata picha nzuri ya maadili nini. Sasa moja kwa moja nafikiri tuingie katika mada yetu. Vipi sasa haya maadili mazuri yatamjenga kijana kuwa na mafanikio? Naamini kwamba mtu ukilelewa kwenye maadili mazuri ndio ambayo unakuwa nayo. Lakini Ahmad alizungumzia kwa mtu mwingine sio kama familia peke yake ndio inamjenga, hata nje pia kuna tujenga. Unaweza kuwa kwenye maadili ya familia nzuri, aidha iwe na dini au inakufundisha nidhamu nzuri, lakini ukija huku nje unabadilika. Tumeshuhudia watu wengi hata vioni. Mtu kwa amelelewa vizuri lakini baada ya kuwa kijana, na tunavyojua lika la vijana ndio lika ambalo watu wengi huwa wanabadilika. Kwa familia ikimlelea mtu kwenye maadili mazuri inategemea na kijana mwenyewe, aidha awe na hofu ya Mungu awe anafuata zile sheria au principles za familia yake ili aje awe kijana bora mwenye mafanikio mazuri. Sometimes mwingine amelelewa kwenye maisha magumu ambayo hayana maadili mazuri, mzazi ana maadili mabaya, lakini yeye mwenyewe kujifunza huku nje katika kuinteract na watu wengine anapenda kuishi maadili mazuri ili aonyeshe kwamba hata kama nyumbani kwetu kuna maadili mabaya, mimi ngoja nibadilike, niwe mtu mfano na tofauti. Anakuwa kijana bora, anakuwa kijana mzuri na anafanikiwa. Ndio maana tunaambiwa sio funzwa na mama, ifunzwe na ulimwengu. So lazima familia ikufundishe tu. Hata huku nje kuna kufunza. Kwa hiyo maadili mazuri ni moja ya mafanikio kwa vijana, hususan hata sisi ambao tuko hapa mavioni tunaambiwa kwamba ukimkera mzazi wako au familia au mtu mzima hautofanikiwa, ni kama laana fulani. Kijana ukiwa na nidhamu nzuri, ukiwa umefundishwa maadili mazuri, lazima ufanikiwe. Na ndio maana ukiwa umekera familia, umemkera mtu mzima, unakuwa ngumu kufanikiwa, ila ukirudi kule ambapo ulikosea lazima ufanikiwe. Yangu ni haya. Sawa. Tutarejea, lakini unataka kuchangia hapo Tunavyozungumzia kwenye maadili yanachangia vipi mafanikio ya kijana? Moja, kwanza yanachangia, mfano kuna jamaa mmoja alienda kufanya interview sehemu. Unaona, alipoenda kufanya interview sehemu, yule bwana alikuwa ana kawaida kusalimia. Moja maadili ni kusalimia. Kijana unapokutana na mtu mzima unamsalimia. Yule bwana aliingia kwenye ofisi ya watu, kwenye media fulani hivi. Alienda kufanya pale interview. Interview yake kwa ya kwanza, alishaenda pale interview ya kwanza, alipita, aliambiwa arudi tena. Ile ya pili, kumbe alipokuwa ameingia tu pale mlangoni, kumbe pale interview ndio ilikuwa imeanza. Yeye bila kujua, kwa sababu sikuna kamera.
Yule bwana yeye alisalimia reception pale, alimsalimia tu reception, pia akawa anaenda kwa bosi. Kwa hiyo hii distance yote kwenda mpaka kwa bosi, kuna watu wengi sana alikuwa anakutana nao hapa njiani, alikuwa hawasalimii. Unaona? Mwisho siku jamaa interview yake kwanza alifanya vizuri sana, lakini mwisho siku akaja akashangaa kwa nini sijapata kazi. Yule ambaye alimpa connection aende pale kufanya, akaja akamuuliza mbona kijana wangu hajapita? Akamwambia moja ya sababu ambayo kijana wako imemfanya asipite ni salamu, alikuwa asalimii. Unaona? Yeye alipokuwa anakutana na watu alikuwa anapishana nao tu. Kwa vile interview yake ya kwanza alifanya vizuri, huenda ile interview yake ya pili alipokuwa akiwakea watu ambao alikuwa anakutana nao, yalikuwa ni mafanikio, alikuwa anaweza kupata ajira. Kwa hiyo kama kijana, ili ufanikiwe inabidi uwe na nidhamu, uwe na maadili ambayo mazuri kwa watu ambao unakutana nao, mheshimu kila mtu ambaye unakutana naye. Yamezungumzwa mengi kuhusiana na maana ya maadili, lakini moja ya adili kubwa ni heshima. Ndugu yangu pale Ahmad ametolea mfano wa salamu. Miongoni mwa heshima pia ni salamu, lakini pia uchaguzi wa maneno ya kuzungumza baina ya watu. Kwa hiyo inawezekana wazazi wamefanya kazi kubwa tu kuweza kukurekebisha kijana, kukutengeneza kijana, kukufanya wewe uonekane ni miongoni mwa vijana wazuri ukiwa nje. Sawa, lakini jamii ikawa ni sababu ya wewe kukupotosha. Kwa sababu tukirudi zamani ilikuwa mtoto wa kwako, mtoto wa mwenzako ni wa kwako. Tofauti na sasa hivi. Sasa hivi mtoto wa kwako ni wa kwako. Umeona? Kwa hiyo ndani unaweza kuwa umetengenezwa vizuri na mzazi, akakukuza vizuri, akakuachia tu nafasi, mfano mzuri tu. Sisi ambao tumepata nafasi ya kuja chuo, tutokea mikoa tofauti tofauti. Wengi wana asilimia kubwa wanaingia katika kizaazaa cha kubadilika maadili yao, tabia walizotoka nazo kwao, kwa sababu mzazi amemuelekeza, amemfundisha, lakini akija huku anakutana na picha nyingine tofauti. Kwanza picha ya uhuru. Nyumbani huwa labda hakupewa ule uhuru wa moja kwa moja, kwa maana alikuwa akifuatiliwa jino kwa jino. Umetoka wapi? Umeenda wapi? Ukitoka sehemu fulani muda fulani mbona hujarudi? Lakini yuko nyumbani na sasa ni maisha ya uhuru. Mwanzo alikuwa na bano na wazazi, lakini sasa hivi nipo huru. Anaanza kubadilika yeye mwenyewe. Mwisho wa siku lawama zinarudi kwa mzazi kwamba mzazi wake hakumfunza vizuri huyu mtoto, mzazi wake aka hivi na hivi na hivi, lakini tofauti ni kwamba amefunzwa vizuri, ila jamii sasa imekuja kumharibu kutokana, jamii nayo pia imebadilika. Kwa hiyo watu wenda wakawa na heshima, wakawa na maadili mazuri, lakini jamii nayo itazamwe kwa jicho jingine. Sasa kama tayari umeshalelewa vizuri nyumbani, jamii inakupotoshaje? Kwa nini jamii kupotosha? Jamii inapotosha kutokana na wewe ulivyo. Kwa mfano, utandawazi. Utandawazi sasa hivi umeenea sana. Na vijana wengi wamekuwa kiangalia labda superstar fulani kavaa nguo fulani ni nzuri. Kwa nini nivae hijab? Kwa nini nivae nguo ya heshima? Kwa hiyo unakuta na yeye anaenda kuangalia bei, akishaangalia bei ameipenda anachukua. Ambao ukiangalia ile nguo kwao hajalelewa hivyo, amelelewa labda kuvaa nguo za stara, za heshima. Akifika huko akiangalia hamna mtu wa kumwangalia, labda chuo yeye kwao ni mkoani, akifika huku chuo kipo mbali, hamna mzazi wa kumfuatilia, unakuta anavaa vile. Na wengi hadi wanawahaidi wazazi wao wasione status zao. Kwa sababu ya nini? Hawapendi kuonekana kwamba wao wamebadilika kimaadili. Kitu kingine naona marafiki, kufuata mikumbo. Unakuja chuo peke yako, mzazi wako kakulipia ada, unakutana na rafiki yako yeye ni mtu wa kula bata, kwao pesa ipo, anavaa vitu vya ajabu, na wewe unaungana kule unavaa vitu vya ajabu. Unakuta umekuja kwa ajili ya elimu, ufuate elimu, wewe unafuata tena wanaume, mwenzako labda na mababa huko, na wewe unajiingiza huko, kwa unakuta ufuati kile maadili ya nyumbani kwenu, unayaacha, unafuata maadili ya rafiki yako yeye alivyolelewa. Uko unacheka wakati anataja mbaba, kimekukuna hicho Mimi nataka kukazia hapa mwenzangu aliposema yes. Kuna vishawishi ni vingi kama tunavyojua wanachuo, mtu umekuja chuo kwa ajili ya kusoma, lakini pale unapokutana na marafiki, unakuta wewe kwenu umelelewa katika maadili ambayo yanampendeza labda Mwenyezi Mungu, lakini ukifika hapa unakutana na rafiki yako yuko tofauti na wewe ulivyo. Unasema yes, kwa nini nisijaribu kuwa na muonekano kama aliyokuwa rafiki yangu? Kwa hiyo anaanza kukushawishi labda tuanze kwenda club, kwa sababu mimi nyumbani sijai kulelewa kwenda club. Acha nijaribu. Kwa hiyo unaanza kufuata zile minendo ambayo ni mibaya, unaanza kuharibikiwa. Kwa maana hiyo unaondoka katika focus yako ya mafanikio, unakwenda unaharibikiwa katika upande mwingine. Asante dada Balqis. Yes. Unaweza ukaja chuoni, ulikuwa labda umelelewa na wazazi wako, si ndio, umelelewa vizuri, lakini chuoni hapa ukutana na marafiki zako labda anapendeza, weekend wanaenda katika party, yani wana show, yani wanasema tuna show love.
hivyo. Kwa hiyo wanakula ujana. Wanakula ujana. Kwa hiyo ukiangalia yale maisha unaona ni maisha yani kwamba umeyapenda na unasahau maadili ambayo umegewa na wazazi wako. Twende kwa sister huko ambaye amekaa muda mrefu zaidi. Tunaona mtu ukiachana na marafiki, tunaona mtu anatoka nyumbani kwao akiwa kavaa hijab, kavaa baibui, akifika sehemu anavua yale mavazi, anavaa yale mavazi ambayo anayahitaji yeye mwenyewe, ambao ameona kwamba yeye anajua kabisa haya mavazi hayafai, ndio maana hajavalia toka nyumbani kwao, kaja kuyavalia njiani. Na akirudi anarudi akiwa kajistiri, kwa sababu anajua mzazi wake ndiye anamfundisha ajistiri. Mzazi wake hataki havae hivi, hataki aongee maneno ya ajabu, hataki afanye nini. Kwa hiyo yeye akiwa pale kwa mzazi ana pretend kama ana adabu, ana pretend kama ni mtakatifu tuseme. Anaishi yale maisha ambayo wazazi wake wanayahitaji, lakini pale wanapokuwa yuko mbali na wazazi wake, anaishi yale maisha ambayo anayataka yeye, na sio tu vioni. Kwa nini mzazi hakuna utaratibu wote wa kuweza kumfuatilia? Kwa sababu inawezekana yeye anamtengeneza vizuri, hamfuatilii baada ya hapo. Ujue hata shuleni walimu huwa wanafundisha. Sasa ile kuchukua au kuacha ni wewe mwenyewe. Fikiria mzazi kakufundisha toka ukiwa mdogo. Haya ndiyo mavazi yako. Mtoto saa ngapi unatakiwa ende ukaswali? Kwa sisi Waislamu na Wakristo nao pia, bwana siku fulani na siku fulani ni siku ya kwenda kuabudu. Watu wanatakiwa waende. Na wewe mwenyewe siku zote miaka yote umekuwa hivyo, lakini sasa baadaye umeshakuwa wewe mwenyewe kupitia labda utandawazi, hizi simu tunazotumia, ma TV tunayoangalia, unaona kabisa mbona mimi nikiwa kama yule nitapendeza tu, afu mama kama ananibana hivi. Unaamua wewe mwenyewe uende njia yako ambayo unaiona wewe ni sahihi, bila kujua unatoka katika maadili ambao umefundishwa toka ukiwa mdogo. Dada hapa anatuambia kwa maana hiyo kumbe familia inawezekana ikachangia kiasi kikubwa sana kutengeneza katika maadili yaliyokuwa mazuri, ila wewe mwenyewe ndo kaja ukapotosha. Yes, tunarudi kwenda kwa Juwairia, anataka kuzungumza tena. Tayari umekufilisi ulichokuwa unataka kuzungumza? Haya. Unataka kuzungumza? Sawa, sawa, karibu sana. Cha kwanza inajenga ujasiri. Yaani mtu unakuwa labda una maadili mazuri ambayo umefundishwa nyumbani kwenu, ukitoka unapata ule ujasiri hata wa kuongea na mtu yoyote ambaye utakutana naye njiani, hususan labda watu wazima. Kwa mfano ukikutana na mtu mzima, si unajua nyumbani kwenu ukikutana na mtu inabidi umsalimie. Kwa maadili yako umefundishwa hivyo kusalimia. Kwa hiyo ukikutana na mtu vile unapata ujasiri wa kumsalimia, labda pia katika mavazi, unakuwa unavaa stara, popote sehemu yote unaweza ukaingia. Kwa maana kwamba hata miongoni mwa maadili ni subira pia, ni kusubiri kwa lolote ambalo litaweza kukufika, kwa sababu katika mafanikio unazungumzia mchakato wa kujiendeleza wewe, aidha kiuchumi, na wewe uwe, kwa sababu sasa hivi umetokana na wazazi wawili, na wewe ni mzazi wa baadaye, baba au mama wa baadaye. Kwa hiyo kuna jambo linaloitwa subira. Kwa hiyo miongoni mwa maadili wazazi watakufundisha unatakiwa usubirie kipindi gani. Kuna kipindi cha furaha, kuna kipindi cha huzuni, wakati unatafuta kuna magumu utayapitia, ni miongoni mwa maadili. Kwa sababu mwingine huwa anachupa mipaka, mwingine akaingia kwenye makundi yasiyofaa kutokana tuna ugumu wa maisha ambao amepitia. Subira akaikosa kutokana na hilo. Kwa hiyo miongoni mwa hayo ni subira pia yanaweza kufanya ukafanikiwa kama kijana. Ukiacha subira ndio ile tunakuta umepotea njia. Subira ni miongoni mwa maadili. Sawa, tutarudi kwako Juwairia, umeongea. Dada Msham kakaa kimya muda mrefu sana tangu alipotufungulia kipindi. Karibu tena. Sawa. Nataka niongezee alichozungumza Haridi, kuwa na subira. Mimi nataka nikazie kwenye msimamo. Tukiwa kama vijana tunatakiwa kuwa na misimamo yetu. Kama tumetoka nyumbani tumelelewa vizuri, lazima tuchukue kile ambacho tumepewa na wazazi, tuwe na msimamo. Tunapokuja huko nje, kwa mfano mtu mnakaa na rafiki zako hostel, kila mmoja ana tabia yake. Mtu unavyoonyesha tabia tofauti na wale, sisi vijana tunajijua. Mtu unaweza kaambiwa yule mambo yake kama babu, mambo yake kama bibi, mambo yake ya kishamba shamba. Yaani ili mradi wewe the way unavyojiweka kwenye maisha yako, upendi watu wengi, upendi mambo mengi, upendi makundi ya ajabu. Lakini mtu anavyokutreat mshamba, mtu tabia inabadilika, unasema mimi naonekanaje mshamba, hebu na mimi nijiunge na wale. Sasa usipokuwa na misimamo, lazima utakuwa kama wale wanavyotaka, yani watakuendesha wale wanavyotaka. Lakini ukichukua maadili ambayo umepewa nyumbani, ukawa na msimamo, ukawa na subra, lazima utaendelea na maadili yako na utafanikiwa, na hawatakuchanganya kwa lolote lile. Ndio inaweza ikaingia katika solution ya hicho nini kifanyike, nafikiri, kwa sababu ya inabidi tuwe na msimamo. Twende kwa Juwairia alafu tarudi kwa brother hapa ambaye amezungumza. Ukiangalia kuna mafanikio mengi watu wameongea, ila kuna fanikio moja ambayo ni ujenzi bora katika jamii.
Unapolelewa na familia yako, jua kuna jamii inakuzunguka. Leo mimi nikiwa mtoto bora, watu wengi watanipenda, uweze amini. Ila ukiwa mtoto mwenye tabia mbaya, kauli zako haziridhishi, hamna mtu ambaye atakuwa anakupenda wala anakuhitaji. Unakuta kuna familia nyingine, mzazi anamwambia kabisa mtoto wake, mtu fulani asikutume. Unamjengea mtoto kuweka ubaya ule mtu ambao hajui ni kitu gani. Au ukiangalia sasa hivi ukiwa na rafiki yako, ukitembea umevaa stara, yeye amevaa vitu vya ajabu. Wauni wengi wa mtaani watamuita yule aliyovaa vitu vya ajabu. Kwa sababu gani? Mimi nishajiwekea heshima, nimevaa nimependeza, nimevaa stara. Kwa mafanikio mengine ni ujenzi bora katika jamii. Jamii inakuona huyu ni wa tofauti kuliko huyu. Huyu kavaa stara, anajistiri, anajipenda kuliko huyu anaonyesha nini? Mwili wake. Na kuonyesha mwili sio kwamba ndo watu watakupenda, watu watakuwavutia watu, zaidi ni unawapotosha tu watu wa kutamani na wanachokitamani chenye unaweza kuwa usiwe nacho. Nini kifanyike ili sasa tuweze kuyarekebisha haya ili tuwe na maadili bora, alafu then tuwe na mafanikio kama vijana? Kuyabeba yale ambayo umepewa kutoka kwenye familia yako, yani kuyatoa yale, kuyabeba yale ambayo umepewa na baba yako, umepewa na mama yako au mlezi wako, kuyaleta kwenye maisha yako ya sasa. Mfano sisi tulivyokuwa chuo hapa, wengi haukai na baba, haukai na mama au haukai na mlezi wako. Hapa unakuwa ni wewe kama wewe. Hamna anayekuguide saizi rudi nyumbani nini ufanye. Maadili yako yakusaidie, basi jitambue. Yale ambayo umefundishwa nyumbani kwako, basi njoo nayo hapa. Sio kwa vile umemuona mwenzio anavuta sigara basi na wewe utamani kuvuta sigara. Yale sio maadili yako. Huenda wewe ukatamani, kumbe mwenzio ndo maadili yake, ndo kalelewa hivyo. Kwa hiyo wewe ondoka na yale maadili ambayo mtokana nayo nyumbani kwako, kama tu ni yako sahihi. Unajua kuna familia zingine hawamfunzi mtoto maadili mazuri. Kwa hiyo kama unahisi yale maadili ambayo umetoka nayo nyumbani kwako ni sahihi na hata kwa jamii yanavutia, basi yale ndio maadili ambayo yanakupasa wewe uyaishi kila leo katika maisha yako, kwenye kila harakati zako. Yaishi yale maisha ambayo umetoka nayo nyumbani, umetoka nayo mtaani, ambayo ni mazuri. Kwa hiyo ushauri wangu vijana. Sawa, twende kwa brother pale amekaa kimya muda mrefu, nadhani ana la kuchangia kabla kuja kwako Mathna. Mimi nitaongezea hapo kwanza, yani wazazi natakiwa kuwapa watoto wetu, yani watoto hofu ya Mungu. Yani mtoto unapompa hofu ya Mungu kweli ipasavyo, yani mambo yale yote mabaya hataweza kufuata. Mtoto labda unampeleka madrasa au labda Jumapili anaenda Sunday school, anakuwa anapata yale malezi yote mazuri. Mtoto atajua mambo haya hapaswi kufanyika katika jamii, anaweza kuacha mambo na kutofuata maadili mabaya ambayo hahitajiki katika jamii yetu, na mtoto anaweza sababisha kupata mafanikio mazuri kubwa kwake. Naam. Dada Mathna, unadhani nini kifanyike ili kusudi kuweza kuwa na vijana wenye maadili bora hatimaye tukapata mafanikio? Okay, nikimsupport da Misham alisema kuwa na misimamo. Ndio, kwa sisi hususan sisi watoto wa kike inabidi misimamo ambayo tumefundishwa nyumbani kwetu au misimamo ambayo tulikuwa tunayo, inabidi hata tukija mavioni popote ambapo tutapoenda inabidi tubaki na misimamo yetu, kwa sababu tunajua marafiki huwa wanaharibu sana. Kwa hiyo inabidi ujitahidi na wewe kuwa na misimamo yako, kusimama katika maamuzi yako ambayo wewe umejiwekea, au wewe mwenyewe misimamo yako ambayo ulojiwekea inabidi uyafuate hiyo. Hivyo ndio hapo. Dada yule pale hajazungumza, mpe azungumze yule. Mimi hapo nataka nikazia alipoongelea Mathna kuwa na msimamo. Msimamo unakuwa nao mwenyewe kutoka kama umeelimishwa na wazazi wako. Chuo nimefuata elimu, unafuata elimu. Hata ile swala mlosema la marafiki. Marafiki unachagua mwenyewe. Huyu rafiki mzuri wa kuwa naye, huyu rafiki mbaya wa kuwa naye. Kwa hiyo wewe mwenyewe unajua huyu rafiki mzuri nitatembea naye, nitafanya vitu hivi na hivi ambavyo vinapendeza jamii zaidi. Na rafiki mbaya anaonekana. Kwa hiyo hivyo tu kuwa na msimamo na ujue kitu gani kimekuleta hapa chuo. Kama sisi wanafunzi, kama umefuata kusoma, fuata kusoma hivyo. Kwa hiyo sote tunaungana na dada Mshamu kuhusiana na msimamo. Yupo, mpe naye azungumze kabla haijatoka huko. Tutakuja mwishoni, umeongea sana. Nikiendelea kuzungumzia kuhusu maadili. Maadili ambayo tunapewa na wazazi tunatakiwa ndio tuyaishi hayo maadili ambayo tumepewa na wazazi wetu. Maana tukizungumzia kuhusu maadili, hata vizazi vyetu vitaishi katika maadili ambayo sisi tumegaiwa na wazazi wetu. Hawatupata maadili mengine. Yale ambayo tumelelewa sisi, kama sisi tulelewa kwa misingi ya dini, na watoto wetu watalelewa katika misingi ya dini kama tulivyolelewa sisi. Lakini kama sisi tulikuwa hatuna hofu ya Mungu, basi na watoto wetu au kizazi chetu hakitakuwa na hofu ya Mungu. Sawa, kabla ya kurejea kwako kuna mkono. Mimi niseme tu kukumbushia msemo wa Swahili unaosema kipya kinyemi cha zamani ni dhahabu. Kwa maana jamii nayo ikumbuke, irejee kule tulipotoka. Mtoto wa mwenzako ni wa kwako. Yaani jamii nayo ikemee. Kwa maana imeonekana itabia au mwenendo huu kijana si mzuri. Basi useme sio kijana wangu,
Hapana, mkemee bwana, hicho unachokifanya sicho. Swaiba ndio brother, alafu Solution nyingine ni nidhamu na busara. Wewe mwenyewe binafsi, mbali na kuwa na hofu ya Mungu, mbali na kuwa umelelewa mambo mazuri, mbali na kuwa umejifunza vitu vingi kupitia familia yako, lakini lazima uwe na busara na nidhamu. Nidhamu ni nguzo kubwa ambayo inapigwa makelele kwenye jamii, mavioni, mashuleni, sehemu nyingi, na ndio maana ukienda katika sehemu nyingi lazima ukute ofisi ya nidhamu. Uongo kweli? Kwa hiyo lazima nidhamu iwe nguzo pekee ambayo wewe unayo binafsi. Usisubiri kufundishwa nidhamu na mtu mwingine, lakini jitahidi wewe mwenyewe kuwa na nidhamu na kuwa na busara ili uweze kuwa kijana bora katika jamii yako na endelevu kwa manufaa ya watu wengine. Kwa upande wangu solution kubwa naona ni kujitambua. Nikizungumzia kujitambua, maana kwamba utambue wewe nani, uko wapi, umetoka wapi na unaelekea wapi na unatakiwa ufanye nini. Alizungumzia hapa Malta kuhusiana na kufuata maadili ambayo tunapewa na wazazi nyumbani. Hii point bado pia haijitoshelezi, kwa sababu tukizungumzia maadili kuna maadili mazuri na mabaya. Kwa nyumbani unaweza kufundishwa maadili mabaya kweli? Sawa, yapo. Wanakufundisha maadili mabaya? Ipo, kwa sababu kuna familia yani washajiwekea mfumo wao wenyewe ni maadili mabaya. Tukisema sasa tufuate, kwa mfano kuna watu wengi wanasema kwamba tufuate vile ambavyo tunaambiwa na wazazi. Tukumbuke wazazi nao ni binadamu na sifa kubwa ya mwanadamu ni ana mapungufu. Kwa hiyo kuna muda sio kila anachokuambia mzazi wako unatakiwa kukifuata. Kwanza unatakiwa ujitambue kwanza na ujue kwamba mzazi wako akakwambia nini. Je, kinapaswa kukifuata au unapaswa kukiklash? Ukiona mzazi anakosea sio unamwacha tu unafuata tu kisa mzazi. Una uwezo wa kufanyaje? Wa kupinga na kumwambia mzazi, bwana, kwa hili jambo ambalo ananiambia si sahihi. Jambo sahihi ni hili. Kwa hiyo solution kubwa ni kujitambua kwanza. Lakini kingine kuna vitu kama vitatu. Kuna haraka kwa sababu ya muda. Kuna kitu kinachoitwa umimi, kuna kitu kinachoitwa vishawishi, alafu kuna kitu kinachoitwa kujikubali. Ukishajua wewe ni nani, unaweza kukwepa vishawishi ambao vinazunguka sana katika jamii. Aidha labda unywaji wa pombe, kuvuta bange na vitu vingine vyote ambavyo vinakwenda kuchafua maadili mazuri. Kwa hiyo kitu kikubwa ni kujitambua. Kuna kitu umekizungumzia kuhusiana na nyumbani kufundisha maadili mabaya. Inawezekana sasa tukawa tunafikisha lengo zuri, kwa sababu sisi wote ni wazazi wa baadaye. Na ndio sasa tunakuja kuona msingi mkuu wa kipindi chetu, kwa tunatengeneza role models ambao watakuwa kuwa bora kuanzia katika familia na hata nje ya familia, kwenye jamii alikuwa akizungumza. Yes dad. Mimi napenda kuwakumbusha tu wazazi pamoja na walezi kwamba kuna kauli moja inasemaga mchuma janga ula na wakwao. Pale mtoto unapokuwa unamfundisha maadili yaliyokuwa mabaya, nikiwa namaanisha kwamba unakuta mtoto mzazi anamzuia fulani asikutume. Yaani fulani akikuita kukutuma kataa. Sema mama kanikataza. Na hata mashuleni tunaona kuna watoto wengine wanakuwa ni wakorofi, walimu wanawaadhibu wazazi wao, wanakuja na matusi juu. Yule mtoto unakuwa unamfundisha maadili mabaya, kwa sababu kesho na kesho kutwa atamtukana tena yule mwalimu. Hatoacha kumtukana, na sehemu zingine zote atakazoenda atafanya yale uliomwambia, na mwisho wa siku yule mtoto atakuja kuwa katika jamii atakuwa ni mtu wa kubaguliwa. Na wewe mzazi mwisho wa siku ndo utakaye kuja kuingia hasara, kwa sababu hata yule mtoto hatakuja kujenga familia ambayo iko bora. Kizazi na kizazi chote kitakurudia wewe. Kumbuka wazazi wako walikufundisha vyema, wewe hapa katikati ukaja ukakengeuka ukamfundisha mtoto wako vibaya, na mtoto wako akaja akafundisha watoto wake vibaya. Wewe unakuwa ni bibi mbaya, baba mbaya, watoto wabaya. Wote mnakuwa wabaya. Kwa ile kauli ya mchuma janga ula na wakwao inakuja inakurudia wewe, na wewe mzazi ndo unakuwa kizizi cha kutengeneza familia ambayo iko na maadili mabaya, kulingana na kusupport yale mabaya ambayo anayafanya mwanao bila kumkanya, bila kufanya chochote. Kwa hiyo kikubwa sasa sisi vijana tuangalie, je, hichi tunachojifunza makwetu ndio chema? Lakini je, kama sio chema tuangalie kwenye jamii yetu, kwa sababu jambo jema tunafundishwa hata mavioni, madarasani, ni kwamba ni jambo ambalo sote katika jamii yako linakubalika kwamba hili ni jema. Katika jamii yetu, je, tukiangalia hayo mavazi mafupi yanakubalika kwamba ni mema? Tukipita huko watu wanatukanwa mitaani, lakini ambaye anavaa mavazi marefu huwezi kukuta anatukanwa. Na mtu akitukanwa, angalia unavaa hijabu, sijui kama uko wapi, sijui, utakuta watu wanamshambulia, muache sikavaa vizuri stara sijui nini. Lakini mtu akivaa vivazi vifupi vimini vina nini, wengine mpaka na kanga wanampa, vaa jistiri. Mtu anayekunywa pombe mitaani kwa anatengwa kabisa. Mtu kwenye daladala anakuambia mimi sikai nawe kalewa wewe. Konda mimi sikai hapo. Kaa siti ipo sikai. Lakini angalia mtu ambaye anatembea hivi bila kulewa, kuna mtu ambaye kashaku kumkataa kukaa naye. Kwa hiyo yani maadili mabaya yanajisema nyata katika jamii, namna ambavyo yanachukuliwa. Unaweza kujua kabisa kwamba haya ni mabaya, na kama yapo kwetu basi niache, na haya ni mazuri ni yafuate.
Mimi ndio nilikuwa nataka niongezee hiki. Ahmed, kakufilisi sekunde zako na sekunde 20 tu za kuzungumza. Kila mtu anajua alipotoka, analala vipi, anaamka vipi, anakula vipi na maisha yake yote kwa ujumla. Kwa hiyo mimi nikipenda kwenye maadili na uhusiano wenzangu, yale maadili yako ambayo uko nayo ya kufanya uwe na huruma na wale ambao wanakulipia ada, wanakuhudumia, ili mwisho wa siku ile maadili ya kuwezeshe wewe kwenda kupata kadhi, alafu then wewe pia uende ukawe bora, wazazi wako, jamii yako ijivunie kuwa na wewe, kwamba kijana huyu sisi ndio tumemlea kawa na maadili mazuri, mwisho wa siku leo kawa engineer, anatengenezea barabara, madaraja mtaani kwetu. Full stop. Yes. Nani mwingine wa kumalizia? Ndio, Mshamu, umekuwa kimya kwa muda mrefu na sasa unakuwa mchangiaji wa mwisho katika mada yetu ya siku hii ya leo, kwa kipekee kabisa kwa sababu wewe ndio kiongozi wetu humu ndani. Asante sana. Cha kumalizia ni kwamba kuwakumbusha wazazi kujua nini wanafanya. Kuna baadhi ya wazazi yani hawajajiweka kwenye maadili yoyote, sio mazuri wala mabaya, wapo hapo tu. Mtoto afanye kitu chochote, potelea mbali. Haijalishi, atajijua yeye na maisha yake. Kama mzazi unatakiwa kujua mwanao anataka kuwa nani baadaye. Kama wewe umelelewa kwenye mazingira mabaya, mwanao anataka kuwa nani baadaye. Sio kwa kuwa wewe ulikosewa na wewe pia ukosee katika malezi yako, hatutakiwi kuwa hivyo. Kwa hiyo nawakumbusha wazazi kuwalea watoto katika misingi iliyokuwa bora ili kujenga kizazi kijacho kilichokuwa vizuri kabisa. Naam, tumekamilisha hivyo katika mjadala huu mtazamaji, na bila shaka utakuwa umenufaika vya kutosha kabisa, lakini pia umeweza kusikia maoni ya baadhi tu ya waandishi wa habari wajao, kwa sababu leo tulikuwa hapa katika chuo cha Dar es Salaam School of Journalism, chuo cha uandishi wa habari hapa Ilala Sharif Shamba jijini Dar es Salaam. Na kabla ya kuondoka hapa niwaambie tu, na sasa tukamsikilize mtaalamu wetu wa leo akituambia yeye anaonaje kuhusiana na mada husika, maadili ya familia yanachangia vipi mafanikio ya kijana. Sauti za vijana, mwanga mpya kwa kizazi kipya. Naitwa Sadiki Jafari, ni mlezi mshauri wa wanafunzi katika chuo cha uandishi wa habari DSJ. Katika muktadha huu wa maadili ya kifamilia na hasa kwa vijana, ni nyenzo muhimu. Ni kitu ambacho inawezekana akishikiki, sio fedha, sio vitu. Uwepo wa maadili ya msingi katika familia kunasaidia sana kumfanya kijana kupata ile njia mahususi, ni mahala gani apite na aweze kufikia yale malengo yake. Mara nyingi maadili yanaanzia kwa wale walioko ndani ya familia, ikiwa ni baba, mama na ndugu na jamaa, na pengine hata wale wanajamii wanaozunguka lile eneo husika. Iwapo kijana amelelewa katika msingi ule, hata akitoka katika mazingira hayo akaelekea katika mazingira ambayo baba yake, mama yake na ndugu zake hawapo pale, kielelezo muhimu atakachokuwa nacho ni yale maadili aliyokutana naye kule nyumbani. Huwa tuna mifano mingi ambayo ukizingatia kwa mfano hii miji mikubwa kama Dar es Salaam, Dodoma, Arusha, lakini kuna watu katika hiyo miji wanatokea mikoa kama ya Kigoma, wanatokea mikoa ya Mtwara na mikoa mingine. Wakifika katika hiyo mikoa, nyenzo kubwa inayoweza kuwaongoza ni yale maadili ambayo waliyapata kule nyumbani. Na iwapo wakipata changamoto yoyote, marejeo makubwa ni yale maadili ambayo hasa aliyapata. Na nyenzo kubwa za maadili mara nyingi zimekuwa ni ile hasa imani ya dini. Lakini ukiachana na imani ya dini, bado zipo mila na desturi ambazo hasa za Kitanzania ambazo zimetolewa katika mwongozo ambao ni mzuri kiasi kwamba mtu anaweza kujirudisha katika ule msingi. Na kwa sababu maadili yanafundishwa, basi hakuna budi wazazi na walezi wote ambao wanazunguka hawa vijana wetu waweze kusimama kidete kuhakikisha kwamba swala la maadili nafundishwa na kwa watoto. Kwa bahati mbaya au nzuri ni kwamba wale wanaotarajiwa kuwa ni walezi na watengeneza maadili, wakati mwingine kuna baadhi ya vipengele huwa na viruka. Lakini kimsingi lazima ujue huyu mtu ambaye unampa maadili yuko katika hatua gani ya makuzi, anapitia changamoto zipi, na kwa kipindi gani huyu mtu anawezekana akabadilika, au kwa kiwango gani mambo ambayo unayatenda mbele yake inawezekana ikamuathiri. Ikiwa hayo yote mlezi atayafahamu kwamba bwana, hili jambo naweza nikalifanya mbele ya kijana wangu, hili jambo nisilifanye mbele ya kijana wangu, inaweza ikasaidia sana kumfanya huyu kijana ajue msingi mmoja tu kwamba maadili ni kitu fulani na ayafuate.
Hiyo ni hatua moja, lakini hatua ya pili ni kwa hawa vijana sasa, kwa sababu mwisho wa siku tunakubaliana kwamba vijana wetu ndo wawakilishi wetu. Wakati wazee wanazeeka, wanatoka kwenye kumiliki mali, wana nguvu zinaisha, watakaobakia ni wale vijana ambao walilisi maadili mema, wakasimama vizuri, ndio watakaobakia. Sasa vijana nao lazima watambue kwamba ile njia inayotakiwa kuwafikisha wao katika urithi wa baba zao, wa mama zao na ndugu zao waliowatangulia ni yale maadili walioachiwa, na sio zile rasilimali ambazo pengine wameachiwa. Kwa sababu tumeshaona mifano mingi ambapo wazazi wanaacha rasilimali nyingi, lakini kwa sababu maadili yalikuwa si mazuri, basi hizo mali zinaishia tu kupotea. Lakini kama zingelikuwa zimeachwa kwenye mikono salama iliyoandaliwa kwa njia ya maadili, bila shaka huyu kijana asingeweza kupoteza hizo rasilimali na pengine kuwa mwakilishi bora pale mzazi wake anapokuwa hayupo. Ushauri wangu napenda sana kuwashauri sana vijana kwamba tunasema kwamba ukubwa ni jaa. Kwa hiyo ile jaa bila shaka limejaa kila kitu. Kwa hiyo inawezekana mtu ni mzima na pengine aendani na karne hii, aendani na sayansi na teknolojia, huyu mzazi wako, lakini ana mambo mengi ambayo ashayapitia na ameshayaona. Kwa hiyo maadili ya msingi anayoweza kwa sababu haijawahi kutokea kwamba maadili yakabadilika. Maadili hayaendi na sayansi na teknolojia. Kwa hiyo hata kama wewe umeiko kwenye zama za kidigitali, uko kwenye zama ambazo inawezekana ukamdanganya mzazi wako kwamba bwana, hili jambo mimi naweza kufanya na asijue, lakini elewa kwamba kuna maadili ya msingi. Kwa mfano maadili ya uaminifu, maadili ya uwazi, maadili ya kumcha Mungu, ni maadili ambayo hayako kidigitali, bali yanatakiwa yabaki hivyo hivyo karne, miaka na mikaka ambayo inakuja hapo siku za usoni, hayatabadilika pamoja na teknolojia. Kwa hiyo mimi ni ushauri, kama ni kijana, simama na maadili, mambo mengine yanakuja. Nipo katika mtaa wa Amani, lakini pia nikiwa nimejaa na amani tele kwa kufunga mjadala huu, huku nikiwa na imani ya kwamba mtazamaji wangu umenufaika vya kutosha kulingana na kile ambacho tulikuwa tukikizungumza katika siku ya hii leo. Je, maadili ya familia yanachangia vipi mafanikio ya kijana? Nawe una nafasi ya kuchangia hiki ambacho tumekizungumza kupitia mitandao yetu ya kijamii. Unaweza kutuandikia katika comments na sitakuja kupita nazo katika siku zijazo. Kwa niaba ya wenzangu nilioshirikiana nao, asante za dhati kwake Ahmed Kimamba pamoja na Abdul Karim Abdurrahman, bila kumsahau Juma Said Saif ambaye katika upande wa graphics na makala grade. Mimi ni Khalid Omar, hadi wakati mwingine. Hizi ni sauti za vijana, mwanga mpya kwa kizazi kipya. Kishki TV, nuru ya dini yako.